Shabani, assalamu alaykum. Wa salaam. Kwema? Kwema, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anasaidia. Tunashukuru Allah. Naam. Chungu cha ngapi leo? Leo chungu cha kwa sisi. Leo 16. Yes. Umemsikia ndugu yako Haji Sande Manara anasema kule kile kitu ambacho alichokifanya Wallace Karia kuendelea kauli zake, atoke hadharani aombe radhi kwa uongozi wa Young Africans, wamewachafua na wamewakosea. Kwanza ni mpongeze rais wa chama cha mpira Tanzania, mzazi wangu, kiongozi wangu mkuu, kiongozi mwenye mafanikio mengi, Wallace Karia, kwa vitu anavyovifanya kwenye mpira wetu wa Kitanzania. Nampongeza vile vile baba yangu Wallace Karia kwa kuchaguliwa kuwa mjumbe katika wajumbe wa shirikisho la mpira Afrika CAF. Katika hilo ni mpongeze. Lakini nikirudi katika hoja zingine, mimi namuomba baba yangu Wallace Karia aachane na wauni, asijibizane na wauni. Unapomzungumzia Wallace Karia, kila sehemu ambayo yeye kaifanyia kazi kimpira katika nchi hii, basi kila alichokifanya hakuna kibaya, vitu vyote vizuri. Anafanya vitu bora sana Wallace Karia. Na ndio maana mpaka leo shirikisho la mpira Afrika limempa heshima ya kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya CAF. Sio cheo kidogo. Kwanza tujipongeze wa Tanzania na wana Afrika Mashariki na Kati, hasa sisi wa Tanzania. Nadhani sijui kwa umri wangu, lakini mjumbe wa kuteuliwa na CAF kuingia kwenye vikao vya kamati tendaji ya CAF, nadhani yeye anaweza kuwa wa kwanza. Sijui huko maisha ya nyuma, sijui wengine, sababu nisizungumza kutokana na umri wangu mdogo. Kwa hiyo mpaka CAF wanamuona yule mtu, wanampa kile cheo, sio mtu wa kawaida. Kwa hiyo mimi namsihi baba yangu aachane na majibizano na majibu ya watu wa kihuni. Wahuni, kwa sababu anajibizana na Wallace Karia hana wazifa wote katika nchi hii kwenye sehemu yoyote zaidi ya familia yake yeye na mkewe. Kwa hiyo ukijibizana naye, ina maana wewe utashusha heshima yako ukiwa kama ni kiongozi mkubwa. Unapozungumzia Wallace Karia, ni mtu ambaye ana heshima kubwa sana katika nchi yetu. Amefanya vitu vingi sana. Tukivitaja vinaweza vikajaa hata kitabu kizima alivyovifanya, ambavyo kuna wengine walifanya, akina Lady Gachila Tenga, tuliona wakina Malinzi, wakina nani, lakini Karia akafanya vitu ambavyo vinaonekana kwa kila mtu. Leo Wallace Karia akatengeneza chuo cha michezo Kigamboni. Kuna vijana pale wapo under 20 wa miaka 15, 16, 10 ngapi wanafanya mazoezi. Lakini huyu Wallace Karia huyu katengeneza tena chuo kingine Tanga, ambako Tanga ile haiko nje ya Tanzania, iko Tanzania. Lakini Wallace Karia huyu na ndio mtu ambaye kafanya katika utawala wake, kapambana na kupambana mpaka wao ambao sasa hivi wanamuona hafai wamecheza finali ya kombe la shirikisho. Zamani hivi vitu vilikuwa hakuna, lakini ameshikana bega kwa bega na vilabu, amehakikisha timu zake zinafika vizuri. Utawala wa Wallace Karia huyu ndio utawala ambao Simba umeshiriki mashindano ya kimataifa kwa mafanikio miaka 4 mfululizo. Mpaka leo utawala wa Wallace Karia huyu ndio utawala ambao Tanzania umepeleka timu 4 katika mashindano ya kimataifa. Zamani tulikuwa tukikaa vijiweni tunaongopeana, Waarabu wanapendelewa. Kwa nini kila mwaka wanapelekwa wao timu 4, sisi hatupeleki? Kumbe kuna pointi sisi tulikuwa hatujui. Lakini kwa usimamizi wa Wallace Karia ndio usimamizi uliokuwa bora na uliotukuka. Hakuna kiongozi yoyote aliyofanya vitu vile kama Wallace Karia. Sasa Bugatti kaenda. Bugatti sio mtu wa kumzungumzia katika tasnia yote kwenye nchi hii. Akiwa Chama cha Mapinduzi katika umoja wa vijana karibu. Umoja wa vijana wa CCM Chama cha Mapinduzi karibu. Na kila mtu shahidi, wengine labda hawajaona, kumbukumbu zipo, mpaka kahukumiwa akaenda gerezani. Hamna mtu asoona. Lakini Bugatti huyu alikuwa afisa habari ambaye wa kuchukua maneno, kamati ya tendaji ya Yanga imekaa ikampa yeye taarifa aseme, akamkashifu rais wa mpira wa Tanzania ambaye ana mafanikio, akafungiwa na mpaka sasa hivi kama adhabu yake kamaliza. Lakini Bugatti huyu aliapa tena, mtoto wa Kiislamu, wallahi wa billahi, na Mwenyezi Mungu ananisikia na tasbihi hapa, kama nazungumza uongo Mwenyezi Mungu anipelana kwa sasa hivi. Alisema yeye hawezi kuhamia Yanga, labda maiti yake ndio ihamia Yanga. Kwa hiyo ile ni maiti. Leo Bugatti maiti, na ndio nasema, ndio maana nasema hivi, baba yangu Wallace Karia, usijibizane na watu ambao hawaeleweki kwenye tasnia ya mpira. Unajishushia heshima yako, wewe ni mtu mkubwa. Leo tunatamani watu wa Simba tukujegee sanamu.
Wallace Karia, ambalo hilo sanamu mtu hata mwanao au mtoto mdogo ambaye sasa hivi anafahamu akikua akiuliza yule nani, nimwambie yule alikuwa rais wa chama cha soka Tanzania TFF na ni rais ambaye alileta mafanikio katika tawala zake. Sasa leo niambie, anayetaka kujibizana naye Wallace Karia ana kitu gani cha manufaa kakileta katika nchi yetu ya Tanzania? Nitajie kimoja. Kwenye soka nitajie kimoja. Alikuwa anahamasisha, lakini mashabiki wa mpira Tanzania hata usipohamasisha wanajaa. Wakati tunacheza uwanja wa Shamba la Bibi, uwanja mkubwa bado, mambo ya kuhamasisha hakuna. Tulikuwa tunacheza ligi ndogo Morogoro, uwanja wa Shamba la Bibi umefungiwa, uhamasishaji hamna. Viwanja saa 7 vimefungwa, watu wamejaa ndani, hamna uhamasishaji. Sema baada ya kafu kusema lazima waajiriwe CEO wa klabu na maafisa habari, ndio watu wamepata ajira. Lakini zamani watu kwa tunacheza viwanja, uhamasishaji hamna. Wallahi wa billahi na Ramadhani hii, Shamba la Bibi, uongozi wa mzee Hassan Dalali, tunacheza ligi, tunacheza Shamba la Bibi, uwanja saa 7 umefungwa na watu wako nje wana tiketi, hamna mhamasishaji, uwanja umejaa. Sasa leo ile ni cheo cha kupeana watu ili mradi maisha yaende, na ndo utaratibu uliopangwa. Lakini sio yeye kuna mafanikio kaleta. Lakini ukiniuliza Wallace Karia, mzazi wangu Wallace Karia ni mtu ambaye yuko sawa sawa kila sehemu. Kwanza ni mkweli. Hata kuna ile kauli aliyoongea kuwa kuna madudu yanaendelea kwenye virabu vyao. Wallace Karia ndio mtu, ndio maana unaambiwa ukiwa mkubwa jalala. Kwa sisi wa Makonde tunasema mkulungwa chitutwa. Kimakonde mkulungwa chitutwa. Mkubwa jalala. Sawa. Ukishakuwa mkubwa lazima uwe na kifua cha kuweka vitu hapa. Wallace Karia ana siri nyingi sana kuhusu mpira wa nchi. Na ndio maana baada ya yale maneno, baba yangu nadhani alipatwa na jazba akazungumza yale maneno kwa sababu ya jinsi wanavyoshambulia ile bodi ya ligi. Wallace Karia anajua taratibu zote za mpira. Na ndio maana tumemwamini, ameteuliwa. Hii mara ya pili tena kashinda tena uongozi wake. Angekuwa fai asingeteuliwa. Tumemwona rais wa kafu sikateuliwa tena juzi. Ina maana anafaa, asiyefaa angeteuliwa tena. Anayetaka kujibizana na Wallace Karia kapewa ajira miaka 4, kafanya kazi miaka 2 kafungiwa, anafaa fai? Si alifungiwa na yeye? Alifungiwa kwa sababu gani? Alimdhihaki na kumkashifu rais wa mpira mbele ya halaiki ya watu. Watanzania hatujaumbwa hivyo. Mimi leo hata mzazi wangu akinikosea siwezi kumwongelea ovyo. Mimi hata mtu alionizidi umri leo akinikosea siwezi kumwongelea ovyo. Kwa hiyo ukimwona mtu anasema vile, huyo mtu ana shida. Katika watu ambao ni sumu wa kudidimiza mpira wa Tanzania, ukiambiwa utaje 5, wa kwanza inawezekana akawa Haji. Haji Manara. Wa kwanza anaweza akawa Haji. Kwa nini? Wallahi wa billahi, kwa sababu anauingiza mpira katika chuki. Watu kwenye mpira tunapendana, lakini wao ndo wameingiza mpira umekuwa chuki. Leo Haji huyu ndo alimtukana rais yule wa mpira Tanzania Arusha mbele ya halaiki ya wageni wengine. Leo huyu ndo anasema mimi ndo nitapambana naye. Yeye nani? Wallace, mjumbe wa kafu. Narudia tena, Wallace Karia baba yangu, yeye ndo mwenyekiti wa Sekafa. Wallace Karia ndo rais wa chama cha soka Tanzania TFF. Au kuna watu wako nyuma ya Bugatti? Hawana faida hata wakiwa nyuma yake. Rais wa chama cha soka Tanzania ni Wallace Karia. Rais wa nchi ni Samia Hassan. Kila mtu ana sehemu yake ya kutawala. Wallace Karia yuko ndani ya Samia Hassan, ndio mkubwa wa nchi. Baada ya hapo rais wa chama cha soka anayeongelea mpira, anayesimamia mpira ni mmoja tu, Wallace Karia. Wallace Karia huyu ndo rais wa chama cha soka cha Afrika Mashariki na Kati Sekafa. Wallace Karia huyu juzi kateuliwa kwa heshima na rais wa kafu kuwa mjumbe wa kamati tendaji ya kafu. Wa Tanzania kwa nini tusijivunie twende kusikiliza mtu ambaye hana maana wala mantiki
mantiki wala maadili katika kila sehemu katika nchi yetu. Nimetoa mfano mwanzo, alikuwa kwenye chama tawala, watazungumzia wenyewe katika katibu wa vijana alifanya kosa gani na katumikia nini. Amemaliza hapo, amekuja katika uafisa habari, katika miaka yake 4 katumikia 2, kafanya adhabu, kafungiwa tena. Amemaliza hapo, kawaambia ambaye hao sasa hivi anajifanya kuwatetea, anaona huruma. Alisema wenye akili wawili, baba yake mzazi mzee Sande na mzee Kikwete, wengine wote wandazimu. Alisema kama hamnazo ni mtu ambaye yani hajielewi. Kwa hiyo leo wanaenda kusikia ushauri wake. Ukiachia hilo, huyo alisema hawezi kuhamia Yanga, labda maiti yake ende Yanga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Leo kaenda Yanga akiwa yuko mzima, hajafa. Sasa huyu mtu wa kubishana na mtu mkubwa kama Wallace Karia, baba yangu Wallace Karia, nazungumza kama mwana michezo na mpenda michezo, na napenda mpira kutoka moyoni kwangu. Usijibizane na hawa watu. Sheria na taratibu zifate mkondo wake, kifanye kile unachokiona kina maadili kwenye nchi yetu. Tumeachiwa maadili na waasisi wa nchi hii, wakina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Wa Tanzania tuna maadili. Ukimwona mtu anatoka katika maadili, huyo sio mtu wa kawaida. Kwa cheo chako, kwa heshima yako, kwa makubwa watufanyia wa Tanzania, hauna mtu yoyote wa kuweza kujibizana na wewe. Kaa kimya, muangalie. Kuna vyombo vitakavyomhukumu, sio wewe. Atapambana navyo, sio wewe. Wewe Wallace Karia, baba yangu, ni mtu mkubwa, heshima yako ni kubwa. Na nikwambie tu baba yangu, tunafanya mipango tukujengee sanamu ya ubora wako ambao unatufanyia Tanzania. Tanzania Simba imeanza 36, nyuma mwiko wameanza 35. Mafanikio tumeyapata zaidi katika utawala wa Wallace Karia. Uongo? Wa Tanzania tuzungumze ukweli. Mafanikio tuliyoyapata tumeyapata katika utawala wake, huo ndio ukweli. Sisi wakati rais anaongoza, yule Malinzi yule alifanya vitu vya ajabu vingi sana kutufanyia Simba, na alituambia tuwezi kuchukua ubingwa labda yeye atoke madarakani. Malinzi ndo alitunyang'anya sisi pointi na Kagera. Kamati imekaa chini, yeye alikuwa nje. Alivorudi akasema hivi, nasema uamuzi ule natengua, na akatengua, tukanyang'anywa pointi, tukakosa ubingwa akachukua ndugu yake Yanga mwanawe. Uongo? Simba tulinyamaza kimya kwa sababu tuna hekima na busara. Leo tunaenda kumchafua mtu ambaye kaleta mafanikio makubwa katika mpira wetu wa Tanzania kama Wallace Karia. Mimi nimwambie ndo baba yangu, na muheshimu, na naomba asijibizane na mtu yoyote. Wote atakaojibizana nao atakuwa ni kosa kubwa. TFF kuna kamati, TFF kuna taratibu zao, serikali ipo, ina maamuzi yake, kila sehemu kuna sehemu yake. Ukifikia wakati watu watachukuliwa hukumu zao na watachukuliwa hatua kwa vitendo vyao ambavyo walivyovifanya. Lakini mimi kwa upande wangu napinga kitendo cha kujibizana kati ya rais wa TFF ambaye yeye ndio mwenye na ndio mjumbe wa kamati tendaji ya CAF. Yeye ndio rais wa shirikisho la mpira Afrika Mashariki na Kati, SEKAFA. Ajibizane na mtu wa kawaida kabisa ambaye kama ni kwenye biashara, labda muuza mabilingani na mabamia. Haiwezekani anauza mchele hapana na muuza mabilinganya. Kwa hiyo Bugatti muuza mabilinganya ndio sawa yake katika cheo. Leo huwezi kumfananisha mtu Wallace Karia mfananishe na mtu ambaye wa hali ya chini, huo sio kweli. Akawa anachochea ile kauli ya waende kwenye sinema zetu. Amezungumza vizuri sana rais. Ukishindwa kazi hii unaenda kwenye kazi nyingine. Kuna wengine walikuwa wachezaji, leo wako kwenye sanaa. Uongo? Unapomtaja rais wa nchi kwamba na yeye kashiriki sanaa ni sahihi, na rais wa TFF kawaambia kama mmeshindwa mpira nendeni kwenye sanaa, na yenyewe ni kazi. Watoke huko, waache utoto waende kwenye sanaa, kwa sababu watu wako serious na ubingwa wa Afrika. Watu wako serious kwa kupandisha ranki mpira wa Tanzania. Watu wako serious kwa kuhakikisha wa Tanzania wanasonga mbele. Leo anakuja mtu analeta utoto kwa maslahi yake, akawaambia kama mmeshindwa kwenye mpira nendeni kwenye sanaa. Hilo sio kosa, kwa sababu kuna wachezaji wengine tena wengine wanacheza na kwenye sanaa wapo.
Kwa hiyo sanaa ni kitu cha kawaida, sio kama ni tusi. Kwa hiyo yeye kaitengeneza kwa vitu vyake alivyokuwa navyo, kwa sababu ya upeo mdogo aliokuwa nao, anataka kuwatengeneza watu kwamba sanaa ina maana nyinyi wasanii msikubali, hata rais kafanya sanaa. Watu wote tunaheshimu, mimi mwenyewe naheshimu sanaa. Watanzania wote tunaheshimu sanaa. Rais wa nchi anaheshimu sanaa, ndio maana juzi kakaa na wachekeshaji. Rais wa nchi anaheshimu sanaa, ndio maana kaenda Kuwait kutengeneza mazingira ya sanaa iheshimiwe. Na hata wachezaji mpira ukiwakuta wamepumzika katika majumba yao, wanaangalia sanaa. Sasa yeye anataka kuigeuza ili apate kiki na apate viewers katika mitandao. Mimi nimwambie babangu Wallace asijibizane na huyu mtu. Huyu mtu amuangalie kama alivyo. Vitu vitatu vimemfanyisha huyu mtu kuwa na baadhi ya vitu yeye hayuko sawa. Kwanza, alishapata shida akiwa katika umoja wa vijana wa CCM, kila mtu anajua. Lakini la pili, baada ya kuajiriwa katika klabu yake hiyo ambayo alifungiwa, katika miaka yake 4 katumikia 2, lakini baada ya hapo kafungiwa kwa utovu wa nidhamu. Watanzania walijozoea hivyo. La tatu, huyu mtu ndo alisema katika timu ile ambayo yeye anaisemea, sasa alikuwa anaisemea akafungiwa. Alizungumza akiwa kwetu Simba. Wenye akili wawili wengine wote Machale Champlin. Machale Champlin, yani wale watu kama amnazo, wazungu wanaita Chale Champlin. Ina maana Chale Champlin asio kuwa Chale Champlin. Mzee Manara na Mzee Kikwete wote Chale Champlin, na yeye kaungana na Chale Champlin. Wote Chale Champlin. Leo anakuambia ni neno na nyinyi mnamkubalia, lakini la mwisho mtu huyu kwa kumjua kwamba ana kasoro na Ramadhani hii haikiuke na haikataa hii kauli aliyosema. Alisema hivi, yeye hawezi kwenda timu ya Yanga, labda maiti yake ndo afe iende Yanga. Leo huyu mtu maruhumu au ni mzima? Sasa je, akiongea neno ni sahihi au sio sahihi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Okay, shukrani. Nashukuru sana.